Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu imeendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo shahidi wa Jamhuri, kamishna msaidizi wa polisi ACP Amin Mahamba ametoa ushahidi wake mbele ya mahakama hiyo. ACP Mahamba amesema anafanya kazi katika makao makuu ndogo ya Jeshi la Polisi, ofisi ya mkurugenzi wa makosa ya jinai nchini DCI Dar es Salaam, katika kitengo X kinachoshughulikia makosa ya mtandao, makosa yanayotishia usalama wa nchi na migogoro, huku akiwa na uzoefu wa miaka 26 tangu alipoajiriwa mwaka 2000. Akiongozwa na wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga, ACP Mahamba ameieleza mahakama namna alivyoweza kuongoza timu ya upelelezi kuhusu jalada la kesi ya uhaini inayomkabili Lissu. Akiwa mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru, ACP Mahamba amesema kauli alizotoa Lissu katika video iliyochapishwa kwenye YouTube na Jambo TV zilikuwa kauli ambazo kwa mujibu wa uchunguzi wake zililenga kuitishia serikali na kuhusishwa na uasi pamoja na vurugu kwenye kipindi cha uchaguzi. Baada ya ushahidi huo, Lissu aliendelea kumuuliza shahidi maswali ya dodoso, akilenga zaidi uzoefu wake wa kazi, uadilifu, majukumu yake ndani ya jeshi la polisi na namna anavyohusika katika uchunguzi wa kesi hiyo. Katika mahojiano hayo, Lissu alimuuliza shahidi kama angekuwa sahihi kusema kuwa amejijengea uzoefu wa muda mrefu kama afisa wa polisi kutokana na elimu na uzoefu aliopata katika utumishi wake, ambapo shahidi alikubaliana na kauli hiyo. Hata hivyo, Lissu alipomuuliza shahidi kama amepanda vyeo kwa kutungia watu kesi za uongo, kutesa watuhumiwa au kukosa uadilifu kiasi cha kutostahili kuvaa sare za jeshi la polisi, shahidi alikanusha madai hayo. Lissu pia alimuuliza shahidi kama yeye pamoja na timu yake na polisi walishirikiana kufanya vurugu katika uchaguzi uliopita, ambapo shahidi alijibu kuwa si kweli. Katika kuendelea na maswali yake, Lissu alimuuliza shahidi kama hana ubobevu wote katika masuala ya jinai, jambo ambalo shahidi pia alikataa. Baadaye Lissu alimuuliza shahidi kama aliandika maelezo ya shahidi yaliyokuwa yanajadiliwa mahakamani. Shahidi alisema hakuiandika kwa sababu wakati huo alikuwa mpelelezi mkuu. Lissu aliomba shahidi atambue hati iliyokuwa imeletwa na mawakili na kumuuliza kama ilikuwa nakala halisi ya maelezo yake aliyotumia kwa ajili ya kutoa ushahidi. Shahidi alithibitisha kuwa ilikuwa ni nakala yake na kwamba ilikuwa na saini yake. Baada ya mahakama kutoa maelezo, shahidi alikabidhiwa nakala hiyo na Lissu akaanza kuisoma mbele ya mahakama, akilenga kuonyesha maeneo ambayo kwa mtazamo wa utetezi yanatofautiana na maelezo yaliyotolewa na shahidi wakati akitoa ushahidi. Katika maelezo hayo, shahidi alieleza namna alivyopokea jukumu la kusimamia jalada la upelelezi la mwaka 2025 na kufanya uchunguzi kuhusu kauli za Lissu zilizotolewa kupitia Jambo TV, na kesi imeahirishwa hadi kesho, ambapo Tundu Lissu ataendelea kumhoji maswali ya dodoso shahidi huyo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.